Katika anga la mashariki mwa bara la Asia, sauti ya radi ya silaha nzito ilivunja ukimya wa bahari. Makombora yalipasua anga kwa mwendo wa kasi usio wa kawaida, huku dunia ikishuhudia onyesho jingine la nguvu kutoka kwa kiongozi wa Korea Kaskazini, Kim Jong-un. Tukio hilo lilifanyika mbele ya macho ya binti yake mpendwa na jasiri kijana Kim Jong-un, jambo liloongeza uzito wa kisiasa na kijeshi kwa tukio hilo ambalo tayari limeitikisa siasa za kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyombo vya habari vya serikali ya Korea Kaskazini, kiongozi huyo alisimama kwa utulivu lakini kwa mamlaka makubwa, akishuhudia majaribio ya moja kwa moja ya mifumo ya kurusha makombora mengi kwa wakati mmoja. Haya si makombora ya kawaida, ni roketi zenye kipenyo kikubwa cha milimita 600 zikiwa na uwezo wa kushambulia kwa usahihi mkubwa malengo yaliyo mbali mamia ya kilomita. Katika ufukwe wa mashariki wa Korea Kaskazini, maroli makubwa ya kijeshi yaliyopakwa rangi ya kijani kibichi ya kivita yalipangwa kama jeshi la chuma lililosubiri amri ya mwisho. Dakika chache baadaye, anga lilijaa mwanga mkali wa moto ulioambatana na mlio wa kutisha, kwani makombora yakarushwa kwa mfululizo kuelekea baharini. Kwa mujibu wa maafisa wa kijeshi wa Korea Kaskazini, takriban makombora 10 ya masafa marefu yalizinduliwa yakirushwa kutoka eneo la mji mkuu wa Pyongyang kuelekea bahari ya Mashariki maarufu kama Sea of Japan. Baraza la usalama la taifa la Korea Kusini lilieleza hatua hiyo kuwa ya uchokozi mkubwa usio kifani, likisema kuwa majaribio hayo yanakiuka wazi maazimio ya United States Security Council ambayo yanakataza Korea Kaskazini kufanya shughuli yoyote inayohusisha makombora ya balistiki. Lakini kwa upande wa Pyongyang, ujumbe ulikuwa wazi: hii ni silaha inayoweza kubadilisha uwanja wa vita. Katika kauli iliyonukuliwa na shirika rasmi la serikali ya Korea Kaskazini, Korean Central News Agency, kiongozi huyo alieleza kuwa majaribio hayo yalilenga kuonyesha kwa maadui wake uwezo wa silaha mpya. Alisisitiza kuwa ndani ya umbali wa takriban kilomita 420 hakuna miundombinu ya kijeshi ya adui itakayoweza kusalimika ikiwa silaha hiyo itatumika vitani. Kauli hiyo inaonekana kuelezwa moja kwa majeshi ya Marekani na yale ya Korea Kusini yaliyoko katika peninsula ya Korea. Lakini tukio lililovuta macho zaidi halikuwa makombora pekee, bali uwepo wa binti wa kiongozi huyo, Kim Jong-un. Picha zilizotolewa na vyombo vya habari vya serikali ya Korea Kaskazini zilimuonyesha akitembea pembeni wa baba yake karibu na magari makubwa ya kurusha roketi, akitazama kwa makini na kwa utulivu mkubwa wa kijasiri kila mlipuko uliorindima angani, kwani tangu mwaka 2022 msichana huyo amekuwa akionekana mara kwa mara katika afra muhimu za kijeshi kama majaribio ya makombora na gwaride za kijeshi nchini humo. Kwa wachambuzi wa siasa za Asia, hatua hiyo imechochea uvumi kuwa huenda anadaiwa kuwa mrithi wa uongozi wa familia hiyo yenye nguvu nchini Korea Kaskazini. Wataalamu wa kijeshi wanasema mifumo hiyo mikubwa ya roketi ya Korea Kaskazini ina uwezo wa kuvuruga mipaka ya kawaida na makombora balistiki. Hizi si roketi za kawaida, zinaweza kujiongoza angani na kuongeza nguvu ya msukumo, jambo linalozifanya kuwa hatari zaidi jeshini. Serikali ya Pyongyang tayari imewahi kudai kuwa baadhi ya mifumo hiyo inaweza kubeba vichwa vya nyuklia, jambo linaloongeza hofu katika eneo lote la Asia ya Mashariki. Jaribio hilo limekuja wakati ambapo majeshi ya Marekani na Korea Kusini yanaendesha mazoezi makubwa ya kijeshi yanayojulikana kama Freedom Shield. Mazoezi hayo ya kimkakati yanahusisha mifumo ya kompyuta ya amri na udhibiti wa vita, yanatarajiwa kuendelea hadi Machi 19. Kwa Pyongyang, mazoezi hayo yanaonekana kama maandalizi ya uvamizi dhidi ya Korea Kaskazini. Ndio maana mara nyingi hujibu kwa majaribio ya silaha au matamshi makali ya kisiasa. Wakati makombora yakitazama baharini baada ya safari yake ya anga, ujumbe ulikuwa tayari umefika duniani kote kwamba Korea Kaskazini inaendelea kuimarisha uwezo wake wa kijeshi, huku ikitoa onyo kali kwa wale wanaoiona kama adui. Katika mchezo huu wa nguvu kati ya mataifa yenye silaha nzito duniani, kila jaribio la roketi ni zaidi ya maonyesho teknolojia, ni ujumbe wa kisiasa, mkakati wa kijeshi na ishara ya mapambano ya ushawishi katika dunia inayozidi kuwa na mvutano. Na huku binti wa kiongozi akisimama pembeni yake akishuhudia radi za makombora zikipasua anga, wachambuzi wengi wanajiuliza swali moja kubwa: je,
Hii ni ishara ya kizazi kipya cha uongozi kinachokuwa ndani ya Korea Kaskazini, au ni mwanzo wa sura mpya katika siasa za nguvu za dunia? Na hii ni Shehena Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata habari za uhakika.